Baba mtakatifu, Mungu mwenye enzi, ninakushukuru Bwana. Asante kwa ajili ya Ijumaa ya leo. Mungu Baba, ninakuinua, ninakubariki. Tuko hapa Baba si kwa bahati mbaya, ni kwa sababu umetuchagua tena ukatuweka ili twende tukapate kuzaa matunda na matunda yetu yapate kukaa. Tuko hapa Mungu kwenye ibada yetu ya maombi siku ya leo. Neno lako likawe ushuhuda kwenye maisha yetu, ukitufundisha kwa uweza na kwa nguvu na mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Niko kinyume na kila mpango wa adui, roho chafu za kipepo ninaziseta kwa moto katika jina la Yesu. Na vunja kila roho za adui, roho za usingizi, roho za kipepo zinazopotoa neno la Bwana kwenye masikio ya watu, nalozuia kupokea kibali toka kwa Mungu. Na iseta hiyo roho kwa jina la Yesu. Bali Baba ukatamalaki uweza wako, nguvu zako katika jina la Yesu Kristo. Baba ninaomba na kushukuru, na wote tuseme amen. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu, jina lipitalo kila jina. Ni Ijumaa ya tarehe 9 mwezi wa 5. Tuko hapa kwa ajili ya kumuita Mungu wa mbinguni. Amen. Najua umekuja ukiwa na moyo wa kuchangamka mbele za Mungu ili tuweze kumuita. Amen. Leo nitazungumzia mambo 7 ambayo yatapelekea maombi yako kuweza kujibiwa. Bila mambo nimetazungumzia 7, kama kuna mengine nitazungumza wakati mwingine, lakini leo nazungumzia mambo 7 makuu ambayo kama Mkristo utembee nayo ili maombi yako yapate kujibiwa wakati wote unapoomba. Na tutaangalia katika kitabu cha Danieli, tulikisoma wiki zilizopita. Pale nilipokuwa naendelea kumtafakari Mungu, nikaona mambo 7 ambayo Danieli aliweza kuzingatia ili kuweza kupata majibu mbele za Mungu, na Mungu mtakatifu aweze kusimama pamoja naye. Tutaangalia katika Danieli sura ya 9 mstari kuanzia wa 1 mpaka mstari wa 7. Tutaangalia, na katika mistari yote kuanzia wa 3 mpaka wa 7 kuna mambo ambayo nabii Daniel aliyazingatia sana ili kuweza kupata majibu ya maombi. Amen. Danieli alizingatia mapenzi ya Mungu katika kipengele chake cha maombi. Ndio maana ukija kuangalia utaona kabisa sehemu fulani Danieli anatufundisha kwamba yeye aliyategemea hakika mapenzi ya Mungu. Ninazungumzia mambo ya kuzingatia katika maombi. Amen. Mambo, kama unaandika kichwa cha wimbo unaandika mambo ya kuzingatia katika maombi. Leo tutazungumzia mambo 7 ya kuzingatia katika maombi. Wakati wowote unapoenda mbele za Mungu, yapo mambo ya kuzingatia kama mtu mwenye mahitaji anaoenda kuomba. Amen. Hivyo yapo mambo 5 ya kuzingatia kama Mkristo muamini wa Yesu katika maisha yake ya kiroho, ili aweze kupokea majibu mbele za Mungu. Amen. Mambo ya kuzingatia katika maombi ili uweze kujibiwa maombi yako mbele za Mungu. Yako mambo 7 nitazungumzia hapa. Hata ungefanyaje bila mambo haya, hakuna majibu kwa maombi yako. Amen. Danieli nazungumzia alizingatia mapenzi ya Mungu katika maombi yake. Kwa nini? Maana alizingatia, na inaonekana Yesu katika Mathayo alirejelea Agano la Kale. Alikuja akanukuu pia. Maana ukisoma katika Mathayo 6:10 anasema, Baba ufalme wako uje
mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Danieli alizingatia kuomba katika mapenzi ya Baba. Hakujiombea ombea, alizingatia kuomba katika mapenzi ya Bwana. Tukiomba kwa mapenzi ya Mungu, tutampendeza Mungu katika maombi yetu. Na hilo sio jambo la kwanza ambalo ninaliandika, lakini katika kila wakati zingatia kuomba katika mapenzi ya Mungu. Amen. Yesu alikuwa amewafundisha wanafunzi wake sala ya Baba yetu ili waweze kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kuna wakati tumeomba vibaya muda mrefu na hakuna majibu. Kwa nini? Wakati mwingi tumeomba vibaya na hakuna majibu. Lakini leo nataka nizungumzie mambo mangapi? 7 ambayo yanapatikana katika kitabu cha Daniel. Daniel ni mwandishi wa kitabu hiki mwenyewe. Mada kuu katika kitabu cha Daniel ina mada kuu. Mada kuu ya Daniel ilikuwa ni ukuu. Mada kuu ilikuwa ni enzi ya Mungu katika historia ya ulimwengu. Ndio ilikuwa mada kuu. Mada kuu ya mwandishi Daniel ilikuwa ni enzi ya Mungu katika historia ya ulimwengu, ama katika uumbaji na dunia mzima. Sasa aliandika lini Daniel? Daniel anaandika kitabu hichi mwaka wa 536, ndio mwaka wa kuandika, hadi mwaka wa 530 kitabu hichi kinaandikwa. Kwa nini unajiuliza imetoka, ilikuwa ni 36 imerudi? Yeye ndio hapa ilikuwa inarudi, lakini zamani walikuwa wanahesabu kutoka juu, wanahesabu kutoka chini kwenda, kutoka juu kuja chini, na ndio hapa miaka inavyotuonyesha 36 mpaka 30 KK baada ya Kristo, ndio kiliandikwa kitabu hiki cha Isaya. Isaya ni nabii katika manabii wakubwa. Wapo manabii wakubwa ambao ni nabii Daniel, Yeremia, Ezekiel na Isaya. Amen. Hao ni manabii wakubwa katika taifa la Israeli, ambaye Mungu alikuwa amewapa ujumbe kwa ajili ya mataifa na ulimwengu mzima utakayekuja. Jambo la kwanza ambalo la kuzingatia katika maombi ni kuweka tumaini lote kwa Mungu. Ndipo kauli ya Daniel, ukisoma katika Biblia sura ya 9 mstari wa 3, ni muhimu sana kujua jambo hili ili kupokea majibu ya Mungu kwa maombi yako. Namba 1, Daniel alizingatia jambo la kwanza katika maombi yake. Kisoma katika hii Daniel sura ya 9 mstari kuanzia ule wa 3, utaona Daniel alizingatia kuweka tumaini lake lote kwa Mungu. Na hili ndio jambo la kwanza ambalo linasababisha kuleta majibu kwenye majibu ya maombi unayoomba. Kama muombaji, lazima uweke tumaini lako lote kwa Mungu. Ni jambo la kwanza. Maana yake tumaini lako naliweka kwa Mungu kivipi? Kwamba ninategemea amani yangu ambayo imepotea, ninamwangalia Mungu. Na angalia magonjwa yaliyonipata, tumaini nalipata kwa nani? Namwangalia Mungu. Maana yake kila kitu, nahitaji chakula, nahitaji mavazi, nahitaji furaha, namwangalia Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Hapo ndio maana katika jambo la kwanza la kuzingatia katika maombi ni lazima kumtumainia Mungu. Kama utamtumainia Mungu, inadhihirisha kwamba yeye peke yake
katika maisha yako yote, kwamba ndio umeweka tumaini lako kwake, na yeye hakuna mwingine badala yake. Yeye ndiye anayestahili kujibu mahitaji ya maombi yako. Kwa njia hii pekee ndipo utapata majibu, iwe wakati wa raha, iwe wakati wa mateso, iwe wakati wa kupitia mambo magumu. Daniel alipogundua majira na nyakati za ndugu zake wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu, kwamba kwa kinywa cha nabii Yeremia ilikuwa ni miaka 70 ya kutoka katika ule utumwa wa Babeli. Daniel, Biblia inasema mstari wa 3, hichi ninachokuambia, alionyesha tumaini lake lote ni kwa Mungu. Ukisoma hili andiko utagundua kwamba Daniel aliweka akili zake, ufahamu wake, maisha yake aliyatoa kwa Mungu kikamilifu ili apate majibu ya maombi yake. Biblia inasema nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. Unaona kitu alichofanya Danieli? Mstari mmoja tu, katika mstari kuanzia wa 3, hapa ndipo tutaona mambo ambayo nimesema yako sawa, kwamba jambo la kwanza Danieli alilolifanya, kwanza alimwelekezea Mungu uso wake. Maana yake nini? Kwamba tumaini lake lote amemwelekezea Mungu. Hapo anamaanisha kauli ya kwamba akamwomba Mungu, akamwelekezea uso ili kutaka kwa maombi, dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na akajipaka na majivu. Danieli, tendo hili ni tendo la kuonyesha anataka kuomba katika mapenzi ya Mungu. Hii ni njia kwamba Danieli alianza kuifanya, kwamba lazima anaamini cha kwanza Mungu peke yake ndiye anaweza kunijibia mahitaji yako. Hivyo kama Mkristo ambaye umekwisha muamini Yesu kama Bwana, lazima wakati wote uzingatie katika maombi jambo la msingi la kuomba katika kumtumaini Mungu peke yake, bila kutegemea kitu chochote, bila kuangalia chanzo kingine chochote kwenye maisha yako. Nilitoa mfano, ilikuwa ni Jumatano, kwamba kuna hii kamba iko juu hapa. Hii kamba ninaweza nikaishika hivi, maana yake hapa chini kuna shimo kubwa. Nahitaji hii kamba ifanye ukombozi kwenye maisha yangu. Ina maana yake kuna hatua ya kukabidhi. Hapa nakabidhi maisha yangu yote kwenye hii kamba, si ndio? Hapa nataka niruke shimo hapa chini. Hii kamba nikiachia, na maana nitarukia. Sasa nashikilia hii kamba ili niweze kuruka salama. Ndivyo ilivyo, inatakiwa tuachilie mambo yetu yote tunayotegemea, fikra zetu, akili zetu, mitazamo yetu, kisha tunakabidhi tumaini letu lote, kwamba tunamtumaini Mungu peke yake. Sitegemei tena irizi, sitegemei tena uwezo wa elimu, sitegemei tena uwezo wangu wa chakula. Amen. Bali hapa najiunga na mtumaini Mungu peke yake. Unafikiri Danieli alikuwa kusoma? Biblia inasema wakati wanachukua mateka, Biblia inasema Nebukadreza aliamuru kuchukua wenye elimu, waliokuwa na elimu kutoka Israeli, ili wapelekwe pamoja waende kule Ukaldani, kule Babeli. Kwa Daniel, kwa habari ya kusoma alikuwa amesoma, lakini Daniel alimtumaini Mungu peke yake. Unajua kwa nini Wakristo wengi wako kwenye mateso na ni waombaji hawana majibu ya maombi yao? Ni kwa sababu wanaomba na mitazamo wana mitazamo isiyo mitazamo chanya yenye kuzaa, na mitazamo asi. Anaomba kwa Mungu, anatumainia na vitu vingine baada, kwamba Mungu ndiye ajibu maombi yao. Mungu asaidii chochote, Mungu asaidii popote.
ufahamu wako, kujua yeye ni yeye peke yake, ndipo Mungu anachukua sifa kwenye maisha ya mtu. Sijui tunaelewana? Kwa hiyo sifa ya kwanza ya Danieli katika kusoma vitabu pale mwanzo na kugundua ndugu zake wako Babeli, anahitaji kuomba. Ndipo akasema, akamwelekezea Mungu uso. Maana yake nini? Ni kuonyesha tumaini lake ni kwa Mungu peke yake, na kuomba na kufunga. Baada ya kuelekeza uso, ndipo alianza kufunga. Sasa unafungaje maombi wakati unayemfungia maombi hata umwamini? Ina maana hauna akili kile unachokifanya. Hauwezi ukafunga ukaacha chakula siku 3 mwezi, alafu yeye unayefungia na kuacha chakula haumwamini kwamba anaweza akafanya, kisha uanze kutegemea njia zingine mbadala. Hapo utaenda kutokosa majibu ya maombi. Utakosa majibu ya maombi. Kila siku utafunga, utakaa ukiwa, utanungunika, utakaa hivyo wakati wote bila kupata majibu. Mambo ya kuzingatia katika maombi, lazima umwamini Mungu yupo, kama Biblia inasema katika Waebrania 11:6, kwamba mtu amwendeaye Mungu lazima yeye yupo, na kwamba yeye huwapatia watu thawabu. Ule mstari wa 6 Biblia inasema namna hiyo. Wewe ukasema naenda mbele za Mungu kuomba, alafu tumaini lako umeliweka kwenye ilisi, tumaini lako lipo kwa mganga wa kienyeji, tumaini lako lipo kwenye imani ambayo uko nayo moyoni tangu ulitoka kwa baba yako na mama yako, upate majibu hapo. Lazima uvue moyo wako, uvue taswira yako ya kuona, ubadilike, uchukue taswira ya Mungu mwenye uweza mtakatifu. Namba 2 ni kuomba toba. Kuungama ni jambo la muhimu sana, ili upate majibu kwa maombi, upate majibu kwa Mungu katika maombi yako. Jambo la pili ni jambo la kufanya toba, kuungama. Kuungama ni jambo la muhimu sana mbele za Mungu, yaani utakaso. Ili ni jambo la kuzingatia sana kwenye maisha yako. Daniel hakuacha kufanya jambo hili, anakufundisha ni jambo la muhimu sana kuyaendea majibu ya maombi yako. Maombi yako, unaomba nini mbele za Mungu? Yawezekana unaomba upate kazi, unaomba upate amani, unaomba upate afya njema, unaomba upate na zaidi upate kupata vitu. Sasa je, unawezaje kupata vitu kwa huyo Mungu ambaye hauna amani naye? Unajua Mungu anaweza akawa hana amani na wewe kwa sababu ya vitu unavyofanya. Una makosa mbele za Mungu, hutaki kuyatubia, umejihesabia kuwa mwenye haki. Jumatano tu nilitoka nikisema kwamba katika mstari wa Warumi 17 ile Warumi 1 nikasema hivi kwamba ni haki ya Mungu ipatikanayo ndani yake ndio inayetupa sisi kuhesabiwa haki mbele za Mungu. Sasa watu wengi wamezoea kwenda mbele za Mungu na haki zao binafsi. Ukienda mbele za Mungu na haki yako binafsi ya kujihesabia, wakati ile hali unajihesabia wewe ni mtakatifu mkamilifu wakati wote, unaweza ukatenda dhambi mbele za Mungu wakati wote usipokee majibu. Kwa sababu gani? Kujihesabia haki. Paulo anaandika kwa Warumi, andiko lile andika kwa bahati mbaya, anaandika kwa sababu anaona Urumi kanisa watu wamejihesabia haki za msingi, na wanamhitaji na wanamuita Mungu, lakini wanamuita Mungu gani? Kwa njia ipi? Ili upate majibu na Mungu na amani na Mungu, upate majibu ya maombi yako, lazima kipengele cha toba kihusike, kuungama dhambi, makosa. Inawezekana sio dhambi, lakini kuna makosa. Unajua kuna vitu vinaitwa makosa na dhambi. Unanielewa? Biblia kwa njia hii watu wengi wamejisabia haki. Mtu na jirani yake na rafiki yake, mtu na ndugu, mtu na mke hawana mawasiliano mazuri, lakini anasema nitapata majibu mbele za Mungu. Haiwezekani bila toba. Ni kujifurahisha. Ndio ukirudi kwenye Isaya 58 anasema
58 nasema hivi, maombi yenu ni kama mnapiga makelele mbele za Mungu, maana dhambi zenu zimewafarakanisha na Mungu wenu mtakatifu. Jambo la pili la kuzingatia katika maombi siku zote ambalo Danieli alifanya, alizingatia kipengele cha toba. Na hiyo toba aliyofanya hakufanya kwa ajili yake kibinafsi, na ndipo Wakristo wengi tumefeli ubinafsi. Ninaomba ubinafsi, nikiomba ni ubinafsi, ninaomba ubinafsi, kama yule baba katika kitabu cha Luka. Nikapiga kifua ikasema, mimi sio kama wale, mimi ninafunga mara 3 kwa wiki, pia ninatoa zaka. Lakini yule mwingine alisema, Baba unirehemu. Biblia inasema Yesu alimsikia. Lakini yule mwingine alijihesabia haki, mimi sio kama wale wazinzi, wachawi, walevi, mimi sio kama wale. Usijihesabie haki, wewe tu sura yako ni ya dhambi wakati wote. Usijihesabie haki. Huyo alijihesabia haki, kapiga na kifua, mimi sio kama wale wenzangu, mimi ninatoa zaka. Anaanza kujisifia, akajisifia mbele za Mungu. Hapa anatengeneza haki yake binafsi. Haki yake binafsi tayari inazuia mpenyo kwenda mbele za Mungu kupokea yale mahitaji yake. Lakini kama angenyenyekea akasema, Baba, mimi ni mwenye dhambi, tumetenda dhambi mbele zako, kama Daniel alivyosema, Yesu, majibu yalikuwa ni ya karibu mno, majibu yalikuwa ni mapema mno. Haleluya! Kwa sababu gani? Danieli unaposoma ili vitendo alizingatia katika maombi. Zingatia mambo ya kujali katika maombi, usiende mbele za Mungu na mambo mengi, lakini kuna mambo ya kuzingatia ili maombi yako yapate upenyo mbele za Mungu. Kama Mkristo ambaye umempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Toba maana yake ni kipengele cha usafi. Unaendaje mbele za Mungu ukiwa mchafu upate majibu? Inawezekana. Mfano mzuri tu, familia itokee mgogoro kifamilia, watoto, mama wana mgogoro, kutatokea nguvu gani ya umoja pale nyumbani? Haipo. Hakutakuwa na masikilizano, hakutakuwa na baraka zozote. Hata mtoto akienda kwa baba, ninaomba kitu fulani, kwa sababu hakuna toba, wamefarakana na baba, hakuna majibu atakayopata kutoka kwa baba. Kwa nini? Kuna dhambi imetendeka katikati. Inawezekana ilitokea kimakosa, ikawezekana ni baba alitenda, lakini baba sasa utamhukumu kama baba. Lazima mtoto utambue baba ni baba na anyenyekea na tubu. Haiza baba apate ufahamu, atubu, kuachilia watoto wake kutoka kwenye hiyo laana. Sisi tuelewane. Sasa watoto yawezekana wanasema baba amekosea, sasa wanaenda kudai haki kwa baba gani? Baba yupo tena kudai hizo haki za msingi, na ikiwa baba yao tu huyu wamekwisha kosana nani, wanaweza kupata chochote kutoka kwake? Unaona inakuja. Ndivyo hivyo mbele za Mungu. Sisi wakati wote lazima twende mbele za Mungu na moyo wa unyenyekevu. Toba ni kipengele kikubwa. Ukisoma katika Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14, mwandishi anatuambia, Daudi pale anatuambia jambo hili kwa msingi: ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha na kuziacha njia zao mbaya, ndipo nitasikia, nitaisamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Ndipo masikio yangu yatafunguka na macho yangu yapate kuangalia nyumba hiyo wanapoomba, na masikio yangu yapate kusikia maombi ya watu wao. Hichi ni kipengele cha muhimu Danieli alikizingatia. Kisoma mstari wa 4, alikizingatia mstari wa 4 katika Danieli 9. Nikamwomba Bwana Mungu wangu, nikaungama, nikasema, Bwana Mungu mkuu, mwenye kutisha, ushikae maagano na rehema kwao wampendao, kwao wakupendao na kuzishika amri
zake. Unaona hii? Kuna kipengele cha msingi. Kwanza, Daniel aliungama. Dhambi si yake kibinafsi, bali aliungama kwa ajili ya wenyeji wa Yuda na kwa ajili ya wageni walioko kule Yuda na wenyeji wa Yerusalemu. Kwa hiyo kama kanisa, lazima unapoenda mbele za Mungu, omba ukifanya jambo la pili la utambuzi kwamba ninaenda kumwomba ni Mungu mtakatifu. Inanipasa wakati wote nisichukue haki yangu kibinafsi. Lazima nionyeshe unyenyekevu, toba, ninamtubu. Nikikuuliza hapa tu swali la msingi, tangu asubuhi mpaka saizi umeshakwazika. Hata upepo wakati mwingine ulikwaza. Wakati mwingine umeshakwazana na mtoto, umekwazana na rafiki, umekwazana na vitu mbalimbali. Wote gani? Inawezekana imetokea hivyo baba. Ndio maana Yesu akasema haina budi makwazo kutokea, lakini wale wake asababisha makwazo, naye makwazo yanayokuja kwa ajili yake. Na watuko kwenye dunia yenye vikwazo. Unaweza ukasikia taarifa tu mbaya zikaleta vikwazo kwenye maisha yako. Hapo sasa unaendaje kupiga magoti mbele za Mungu? Kama ulisikia taarifa mbaya na imesha kuondoa, imesha kuvunja moyo, imekuumiza, unaendaje mbele za Mungu mtakatifu ukiwa na hiyo? Ulimwomba rehema saa ngapi kwa ile taarifa ambayo ilikuja masikioni mwako? Ndio maana Daniel alizingatia kipengele hichi cha mstari wa 4, akaungama. Alijiona Yesu sio mkamilifu, sio mtakatifu, na ndugu zake pamoja. Tendo hili sio la kuonyesha kwamba wewe ni mwenye dhambi kila siku, hapana. Ni tendo la unyenyekevu kwamba mbele za Mungu mimi sistahili, ni Mungu anastahili. Amen. Namba 3, kujua Mungu ndiye mwenye rehema. Amen. Namba 3, ni lazima ujue Mungu peke yake ndio mwenye rehema. Mungu ndiye anayesamehe. Ukijua Mungu ndiye anayesamehe, basi lazima kabla ya jambo lolote, lazima utapiga magoti, utamwomba Mungu rehema. Utamwambia Mungu, naomba utirehemu, mimi nimekosea. Bwana, unirehemu kwa kuwaza, kwa kutenda na kwa kufikiri. Nimetenda dhambi. Amen. Namba 3, inatakiwa kujua Mungu ndiye mwenye rehema kwao wampendao, na si kwa kila mtu, ni kwa mtu ambaye anampenda. Mungu ana rehema kwa watu wanaompenda, ana rehema kwa watu wasiompenda. Wakionyesha toba, inamaanisha wanaanza kumpenda, wanageuka. Kwa hiyo maana yake ni Mungu ana rehema kwao wampendao. Ana rehema kwa kila jitu chafu, mbea, tapeli, lizizi, jizi, mwizi, ana rehema. Mungu anajibu kwa mtu anayegeuka kutubia. Haleluya. Kwa jambo la kuzingatia la 3 ni kuzingatia kumjua kwamba Mungu ndiye aliyeshika habari za kusamehe. Nilisoma hapa Jumapili mstari kutoka kitabu kile cha kilikuwa ni Marko sura ya 2. Tukaona wale watu waliomleta yule mtu aliye paradise. Neno la Yesu lilikuwa ni lipi? Lilikuwa ni lile la kwamba umesamehewa dhambi zako, jitwike godoro lako uende. Yesu akafahamu nafsini mwao kwa lile neno juu ya waandishi na Mafarisayo, walimu wa sheria. Yesu akawaambia, mbona mnawaza hivyo mioyoni mwenu? Walikuwa wanawaza vibaya. Je, akawaambia, vyepesi ni vipi kumwambia huyu jitwike godoro lako uende? Ni vipi? Akawaambia, mwana wa Adamu anayo amri duniani kusamehe dhambi. Wakashangaa walipoliona tendo hili. Kwa hiyo jambo la 3 la kuzingatia kama Mkristo ambaye umejitoa kwa Bwana wako Yesu, lazima uzingatie kipengele cha kumjua Mungu kama ndiye Mungu aliyeshika hatima ya kurehemu na kuwatoa watu kwenda jehanamu ya moto. Hakuna mwanadamu anaweza kumtoa mtu kwenda jehanamu ya moto, ni Mungu peke yake. Mungu peke yake ndiye anayetuepusha na jehanamu ya moto. Kwa hiyo mtu amhukumuye mwanadamu mwenzake kwamba utaenda jehanamu, anamhukumu pasipo haki. Anachukua haki yake binafsi na kuhukumu. Mwenye haki ni nani?
Kwa hiyo tunapoenda mbele za Mungu, tunaenda kumwomba Mungu mwenyewe.